Ilikuwa mwaka 2004 timu ya Kagera Sugar wanankulukumbia wilayani Misenyi mkoani Kagera ilipopanda daraja kucheza ligi kuu Tanzania bara chini aliyekuwa kocha mkuu wa timu hiyo Shemu Gerere. Kupanda kwa timu hiyo inayomilikiwa na kiwanda cha sukari cha Kagera ilikuwa ni furaha kwa wakazi wa mkoa wa Kagera na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Tangu kupanda kwa timu hii imepitia milima na mabonde hadi kutimiza miaka 20. Imejizolea umaarufu mkubwa nchini kutokana na uimara wake katika kujiendesha sambamba na kuwa na ushindani mkubwa kwa timu kubwa nchini. Ushindani huo ulichagizwa zaidi na uwepo wa wachezaji wazuri sambamba na makocha wakubwa akiwemo Meki Maxime, Francis Baraza na wengineo. Licha ya sifa hizo, pia timu ya Kagera Sugar imewahi kupitia magumu ikiwemo kucheza playoff kwa zaidi ya mara moja, na mbaya zaidi ni kushuka daraja kwa timu hii msimu huu. Karibu katika makala maalum inayoangazia kilichoikumba Kagera Sugar hadi kushuka daraja. Jina langu ni Arnold Kailembo. Hii ni TNTV. Usisahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment. Mtazamaji, wapo walioshuhudia timu hii inaanzishwa mwaka 1994, wakaishuhudia ikipambana kuitafuta nafasi ya kushiriki ligi kuu Tanzania bara, lakini kama hiyo haitoshi, wakaishuhudia ikishiriki ligi hiyo na hadi leo inaposhuka daraja. Mmoja wapo ni Umande Chama ambaye ni mwenyekiti wa chama cha soka mkoani Kagera KRFA. Kwa nafasi yake ya kiuongozi nimemuuliza nini kimeiangusha Kagera Sugar. Kwa kweli nimeipokea kwa masikitiko makubwa. Haikuwa matarajio yangu kama timu hii ingeweza kushuka. Pamoja na kwamba dalili zilitokea tangu mwanzo. Kama unavyofahamu, timu hii msimu uliopita ilicheza ikiwa inasuasua. Ikapelekea mpaka kumuondoa mwalimu aliyekuwepo, tukamleta mwalimu Fred Felix Minziro ambaye ndiye alimaliza msimu na timu hiyo. Sasa matarajio yetu sisi kama chama cha mpira wa miguu mkoa wa Kagera, tulijua tutaendelea na mwalimu huyo Minziro, lakini ghafla wamiliki wa timu wakawa wamemuondoa Minziro, wakamleta kocha mmoja ambaye ni Moranzi. Huyo Moranzi alikuja hapa, alikaa Bukoba kwa muda wa siku 2, hakuridhika na hali ya mazingira, akawa ameondoka. Badala yake wakamleta mwalimu Paul Nkata Mganda ambaye alisimamia hiyo timu kwa michezo 7 ambaye kuzaa matunda. Baada ya kumuondoa mwalimu Paul Nkata, wakamleta mwalimu Melis Medo, timu ikaendelea pia kusuasua. Hapa dakika ya mwisho ndio wamekuja kumleta Juma Kaseja wakati hali imeisha kuwa mbaya. Kama unavyofahamu, sisi chama cha mpira wa miguu mkoa wa Kagera hatumiliki timu. Sisi ni watu ambao tunatoa ushauri endapo watu wakitaka kutushirikisha. Unajua tatizo ambalo lilijitokeza baada ya timu ya Kagera, timu ya Mtibwa kushuka, uongozi ule viongozi wa Mtibwa ndio walikuwa wameshikilia hii timu kwa kipindi kirefu mpaka hapa mwishoni, wakati tunakuja kucheza mechi na Pamba ndio walirudisha hii timu kwa viongozi wa Kagera Sugar. Ndio tatizo lilikoanza, kwa sababu wale ndio walimfukuza mwalimu Fred Felix Minziro. Hiyo ni moja. Lakini namba 2, wale ndio walifukuza wachezaji. Ukiangalia timu ya Kagera Sugar iliyocheza msimu uliopita, wachezaji 12 wa first 11 waliondoka. Sasa hata hii timu kwamba wanajenga timu ambayo ni mpya. Kwa mfano nitakutajia majina. Aliondoka golikipa Ngereka, akaondoka Muhiru, akaondoka Gariwangu, akaondoka Siseme, akaondoka Ufudu, akaondoka Kagawa, ameondoka Chirwa, ameondoka Bukenya. Wote hao ni wachezaji ambao walikuwa wanacheza kikosi cha kwanza. Sio rahisi kwenye timu ya mpira wa mguu ambayo iko serious, huwezi kuondoa wachezaji wote hao ukaanza na wachezaji wapya. Unaweza kuondoa wachezaji 4 mpaka 5. Kwa hiyo hilo ndio tatizo kubwa la kushuka timu. Uongozi ulishindwa kuretain wachezaji ambao walikuwa nao kwa msimu uliopita ambao ni wachezaji wa kikosi cha kwanza. Ndio tatizo lilikoanzia. Mashabiki ni moja ya silaha ya Kagera Sugar katika kipindi chote ambacho imefanya vizuri. Itakumbukwa mwaka 2006 ulianzishwa umoja wa mashabiki wa Kagera Sugar ukishirikisha wadau mbalimbali wa michezo na wapenzi wa timu hiyo. Umoja uliovunjika msimu wa mwaka 2021-22. Audax Mtasingwa alikuwa katibu wa umoja huo na ni mdau wa michezo mkoani Kagera.
Mimi ninahisi kushuka kwa Kagera Sugar yalikuwa ni maandalizi pia. Yaani timu kuna muda ilikuwa kama imejiandaa kushuka. Kipindi timu inafanya vizuri, mnaona mashabiki tulikuwepo, tulikuwa tunatoa zawadi, tulikuwa tunatoa hamasa, tulikuwa na zile ni pesa zetu. Sio tulikuwa tunaomba kwamba tunaomba tupe pesa ili tuje tuwape, hapana. Tulikuwa tunatoa pesa zetu mifukoni, wajue kwa nini wameshuka, lakini pia watambue kwamba pesa sio kila kitu. Sisi mashabiki tuna nafasi yetu katika mpira, na sisi tutakuwa tayari kushangilia mpira. Haijalishi ni Kagera Sugar, haijalishi ni nani. Kama unapenda mpira, unapenda siku zote. Wadau wa mpira wa miguu wamekuwa na maoni yao katika anguko la Kagera Sugar. Mmoja ya wadau hao ni waandishi wa habari za michezo. TNTV imefanya mazungumzo na waandishi wa habari Benson Eustace na Fabius Craver kutaka kufahamu jicho lao la kihabari limeona nini. Nimeumia kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu walikuwa nikifanya kazi za michezo. Kwa naamini kwa upande fulani naweza nikapwaya, kwa sababu ukiangalia watu wengi ambao sisi tunawalisha habari, macho yao mbali na kwamba wanaangalia ligi za nje, lakini kwa hapa Tanzania macho wameelekeza ligi kuu ambayo inarushwa mbashara na Azam TV. Na kwa upande wa Kagera tulikuwa na timu moja ya Kagera Sugar. Kwa hiyo naweza kusema kwamba nimeumia kama mwandishi wa habari kukoswa sehemu mojawapo ya kupata content kama mwandishi wa habari. Moja ambacho mimi nimekiona kwenye timu ya Kagera Sugar ni kuyumba kwa management. Unaona timu kuna kipindi ilikuwa inafika inaonekana kama yatima, leo hii inapanda basi fulani, kesho inapanda basi fulani. Kwa hiyo mchezo wa mpira sio kwamba ni zile dakika 90 zinazochezwa dakika kwenye uwanja wa mpira wa miguu tu. Dakika 90 zina maandalizi yake kisaikolojia, kimwili. Kwa mchezaji akikosa vitu vya namna hiyo vinapelekea kuperform vibaya, na ndicho kitu ambacho kimeikumba timu ya Kagera Sugar. Kinimbili, Kagera Sugar ni timu ambayo ilifanya uzembe katika usajili. Kwenye msimu unaanza, kabla ya kuanza huwa kuna dirisha linafunguliwa kwa ajili ya usajili. Tumeona klabu nyingi za nje ya mkoa huu ambao ziko ligi kuu ziliweza kufanya usajili, lakini Kagera Sugar ilidelay mpaka zile timu nyingine zinamaliza kufanya usajili. Kagera Sugar yenyewe ndio ikaanza. Kwa hiyo naweza kusema ilichukua wale wachezaji baki. Kosa lilifanyika kwenye usajili wa wachezaji. Kocha hata angekuwa namna gani, hakuna ambacho anaweza kufanya ili ile timu ile iweze kuperform kama usajili wako wachezaji ulikuwa mbovu. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo viliwashusha Kagera Sugar ni pamoja na selection ya kikosi. Nani anacheza kwenye timu ya kushindana ligi kuu? Wachezaji wengi waliosajiliwa pale walikuwa ni wale championship quality, yani wachezaji ambao walishusha timu fulani ndio walikuwa wanasajiliwa pale. Lakini umakini pia wa benchi la ufundi, kama sio umakini wa benchi la ufundi, walioleta benchi la ufundi, kwa sababu wameonekana kufanya vitu vya kujaribu hapa karibia msimu wote. Lakini mwisho kilichoonesha Kagera Sugar kuwa kwenye nyakati hizi ni uongozi wa timu. Kwa maana uongozi wa timu, namna ambavyo wamekuwa kufanya selection zao za nani aongoze wapi, nani aongoze wapi. Lakini bado Kagera Sugar hawa kuna nyakati wamekuwa wakihitaji support ya mashabiki. Wanasema mashabiki bwana mtupe nguvu, lakini kuna nyakati ambazo timu kama ina shine wanadiriki kusema timu ni ya kiwanda. Lakini ikiwa kwenye nyakati ngumu wanasema sasa unajua timu ni ya kwetu, tupige tafu. Lakini mwisho nadhani kama chama cha soka cha mkoa kuna namna ambavyo kimeshindwa kuisaidia pia Kagera Sugar kama chama cha soka, kwa maana ya kuratibu. Lazima muwe na mipango ya namna gani mtakuwa na Kagera Sugar mtailinda, lakini namna gani mtatafuta timu za kuipiga backup Kagera Sugar. Tuna mikoa ambayo tunaiona kama mfano, na mara nyingi tumekuwa tukiutaja mkoa kama Mbeya, lakini pia tumekuwa tukiutaja mkoa kama Dar es Salaam. Hii ni vyama vya soka, hata unaona namna ambavyo vinachakarika kabisa kwamba kunahitajika kuwa na michezo hapa na future. Sasa tunavyozungumza ndugu yangu, unajua namna ambavyo kupandisha timu haiwezi kuwa rahisi. Kwa hiyo Kagera Sugar wanahitaji kuanza kujiboresha kwenye eneo la uongozi. Otherwise uongozi uliopo kama nia yake ni kuiua Kagera Sugar, kwamba Kagera Sugar ipotee kabisa. Lakini kama wana nia ya dhati, lazima wafanye vitu kwenye timu, lazima kuwe na bonus. Hivi ni vitu ambavyo vinakuwa vinawaongezea nguvu wachezaji. Kwa hiyo nafikiri kwamba wana kila sababu ya kuanza upya sasa chama cha soka, viongozi wa timu wenyewe kufanya vitu kwa ajili ya kushindana kurejea kwenye ligi. Unaitazama TNTV, makara ni kushuka daraja kwa timu ya Kagera Sugar. Jina langu ni Arnold Kailembo. Usisahau kubonyeza neno subscribe, kulike, kushare na kucomment. Endelea kusalia nami. Hamisi Mazanzara ni afisa habari wa Kagera Sugar. Amefanya mazungumzo na TNTV. Kubwa zaidi,
akidai kutokufurahishwa na baadhi ya watu wanaoibeza Kagera Sugar. Tumeanza kuyumba kwa takriban misimu mitatu nyuma. Hatukuweza kutambua tunayumba kwa sababu gani. Na mpaka unaona tumefikia kushuka. Kama utakumbuka vizuri, msimu huu ni miongoni mwa msimu ambayo tumeyumba sana. Kwanza tukianzia katika kasakata la kumchukua kocha mkuu ambaye angedumu na sisi kwa takriban msimu mzima. Tuliachana na mwalimu Felix Mzino ambaye alitumalizia mechi yetu na Singida msimu jana na tukabakia ligi kuu. Tukaja kumchukua Mholanzi mmoja hivi ambaye hakudumu sana hapa. Tukaja kumchukua Paul Nkata kutoka Uganda. Paul Nkata kaondoka, amekuja na Melisemedo, na baada ya Melisemedo kuondoka amekuja Juma Kasese. Sasa utaona namna gani tulivyokuwa tunachagua sana kuweza kupata ile chemistry ya timu pamoja na benchi. Tunakuja kugundua kwamba Juma Kasese ni peni sahihi kwa sisi. Yaani tunahitaji support kubwa sana kutoka kwa mashabiki. Sana kwa kipindi hiki. Na kama jinsi mnavyojua, uwanja wa Kaitaba umekuwa ni uwanja ambao kwa sisi pia tunashago sana kupata matokeo. Na hii ni kwa sababu ya mashambulio ambayo tunayapata aidha kutoka kwa mashabiki au kwa wapinzani. Mashabiki wa Bukoba mjini wana tabia ya kuja kuwapokea wapinzani na kuwaonesha njia za ushindi, kuonesha vitego ya nje ya uwanja ambao sisi tumetega, kitu ambacho hakina manufaa kabisa. Kagera Sugar imeshuka na biashara pale zitadorola tu, hakuna namna yoyote. Wale wajasiriamali ambao wanatafutia kipato chao, watu wenye marozi yao, wanajua mwenyewe Kalembo ni mwenyeji wa mji. Simba na Yanga, Azam, Singida zinapofika hapa, mji unakuwa umechangamka kuanzia airport, tangu siku wanapika mpaka siku wanaondoka. Ni mji unakuwa umechangamka, ni kwa sababu tu ya Kagera, sio kwa sababu ya Simba wala sio kwa sababu ya Yanga, ni kwa sababu Kagera ipo. Lazima tu hizi timu zicheze katika Simba na Kaitaba. Lakini mimi naweza kaona kwamba kushuka kwa timu kwa sisi ni kama umetukomoa. Hapana, sisi timu bado tunao mikononi mwetu na tunaendelea tu. Hii kitu imekana kuwa malengo makubwa sana ya watu wa mjini, hasa ukiangalia mfano timu za championship hazina timu za under 20. Kwa hiyo moja kwa moja wale vijana ambao tulikuwa nao under 20 hawa wote msimu ujao hawatakuwepo hapa, watarudi nyumbani kwao mpaka msimu ujao tena. Lakini mtu anaweza kukaa tu anasema wacha wakome, utikomeshi sisi. Mimi naendelea kuwa mfanyakazi wa kiwanda cha Kagera Sugar. Je, huyu kijana ambaye alikuwa tunamlipa hapa mshahara wake, kwa sababu ukiangalia Kagera Sugar japo na mabaya yetu ambayo tunayo, lakini tumemiliki vijana zaidi ya 50 hapa kambini kwa mwaka mzima, vijana wadogo ambao tunawalipa mshahara kila baada ya wiki mbili. Watu mambo haya hawayaoni, wanakalia tu kukosoa viongozi, wanakalia kukosoa na kutoa taki na kutusababisha mpaka tupoteze. Warudi tukae pamoja, tuzungumze lugha moja. Tatizo liko wapi? Kuongoza timu ya ligi kuu sio jambo dogo. Tumeona vilabu vingi sana vinafeli. Tumeona hata Buhaya niyo ilikuwa kipenzi cha wanabukoba pale, lakini imerudi mpaka sasa hivi imeshakufa. Tunaona jinsi vilabu vinavyo struggle. Nikikwambia bajeti ya kurani timu kwa siku moja tu, kuanzia kulala, mishahara na safari, hakuna mtu ambaye anaweza akapodi hizo gharama. Mtazamaji, ni zipi athari za kukosekana kwa timu inayoshiriki ligi kuu Tanzania bara kutokea mkoani Kagera? Ni kwamba tunao maumivu makubwa sana, lakini ni wakati wa kujitafakari sisi kama wadau wa soka, ni namna gani tunaweza tukafanya kutafuta timu nyingine au kuipambania Kagera Sugar ikaweza kupanda. Nasema hivyo kwa sababu gani? Timu ikiwa ligi kuu, mtu anaweza akaiona timu inakuja kucheza hapa Kagera Sugar, lakini wapo watu wanapata kipato kwa kupitia hiyo timu ambayo iko ligi kuu. Lakini wapo mama ntilie ambao tunaona timu ya Kagera Sugar ikiwa inacheza na timu hapa, kuna watu wanasafiri kutoka mikoani. Kwanza uongozi wa ile timu ngeni nao kuja kucheza hapa, lakini pia tunaona timu ya warusha matangazo Azam wanakuja hapa. Kuna sehemu wanarara, wanalipa hera, kuna sehemu wanakula, wanatoa hiyo hera. Kwa hiyo huo ni uchumi ambao kwa wanakagera tunaenda kuupoteza sisi kwa kukosa timu ya ligi kuu. Tutakuwa na kikao cha kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu mkoa wa Kagera mwishoni mwa wiki hii kufanya tathmini ya yote haya unayoniuliza, tuone ni kitu gani ambacho kilisababisha timu yetu kushuka daraja. Baada ya hapo tutauandikia uongozi wa Kagera Sugar tuweze kukaa nao meza moja kufanya maandalizi ya kuhakikisha timu hii inarejea kwenye ligi kuu. Naamini kabisa hilo jambo linawezekana, kwa sababu ukiangalia hata timu ya Mtibwa ambayo inamilikiwa na hao Superdoo ilishuka msimu wa juzi, lakini msimu huu imeweza kupanda. Ukiangalia hata Mbeya City imeweza kupanda. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba timu ya mpira wa miguu ili iweze kufanya vizuri, lazima swala zima la usajili lipewe kipaumbele. Kitaja Kagera Sugar ni umeutaja uwanja wa Kaitaba unaomilikiwa na halmashauri ya manispaa ya Bukoba, moja ya viwanja bora nchini Tanzania.
Utayari upo kiasi gani wa chama cha soka na manispaa ya Bukoba kupokea timu nyingine kwa matumizi ya uwanja msimu ujao? Ni kweli sisi tuko tayari. Timu yoyote ambayo itapenda kuutumia uwanja wa Kaitaba tutawasiliana na wamiliki wa uwanja wa Kaitaba ambao ni manispaa ya Bukoba, wawape kibali waweze kucheza hapa. Lakini sambamba na hilo, timu yetu ya Kagera Sugar itakuwa inacheza pale katika championship. Asante kwa kufuatilia makala hii iliyoangazia kilichoikumba Kagera Sugar hadi kushuka daraja. Mwandaaji na msimulizi wa makala hii ni mimi Arnold Kilembo. Hii ni TNTV. Usisahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment.